Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa Iran kwa kumchagua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo baada ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kuuawa katika mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel. Akizungumza na NBC News, Trump amesema Iran imefanya kosa kubwa kwa kumchagua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi wake mpya. Hapo awali Trump alimuelezea Mojtaba Khamenei kuwa mtu dhaifu. Trump pia alisema bado ni mapema kuzungumzia uwezekano wa Marekani kuchukua mafuta ya Iran, lakini hakukataa uwezekano huo katika siku zijazo. Israel pia imekosoa vikali uteuzi huo. Katika ujumbe uliotuma kwenye mtandao wa X, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel ilisema Mojtaba Khamenei ataendeleza sera za baba yake. Mikono ya Mojtaba Khamenei tayari imechafuliwa na damu iliyomwagika wakati wa utawala wa baba yake. Ni dikteta mwingine wa kuendeleza ukatili wa utawala wa Iran, ilisema wizara hiyo. Ayatollah Ali Khamenei, aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran tangu mwaka 1989, aliuawa siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wakati huo huo, mapigano yaliendelea baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel ya kati na kujeruhi watu kadhaa. Huduma ya dharura ya Israel Magen David Adom ilisema watu 16 walipata majeraha madogo katika mashambulizi hayo. Katika mji wa Ramli, watu 14 walipatiwa matibabu baada ya kombora kuharibu kituo cha kulelea watoto. Watu wengine 2 walijeruhiwa katika eneo la Mati Yehuda, ambapo kombora lilipiga eneo la wazi lakini likaharibu miundombinu ya karibu. Hezbollah ilidai kuwa ililenga kituo cha mawasiliano ya satellite cha jeshi la Israel katika bonde la Haila karibu na Beit Shemesh, pamoja na makao makuu ya ulinzi wa raia wa Israel mjini Ramli. Hata hivyo, Israel ilisema kituo hicho ni kituo cha kiraia kinachoendeshwa na kampuni ya Ulaya ya SES. Maafisa wanasema shambulio hilo ni moja ya mashambulizi ya ndani kabisa yaliyofanywa na Hezbollah ndani ya Israel tangu kuongezeka kwa mapigano wiki iliyopita. Jeshi la Israel pia limesema limeshambulia makao makuu ya drone ya IRGC kama sehemu ya mashambulizi dhidi ya shabaha kadhaa nchini Iran. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, kituo hicho kilikuwa kinatumika kurusha drone kuelekea Israel. Jeshi hilo lilisema drone kadhaa zilikuwa zikirushwa kutoka katika kituo hicho na nyingine zilikuwa zimehifadhiwa hapo tayari kwa matumizi. Katika hatua nyingine, rais wa Syria Ahmed al-Sharaa ametangaza kumuunga mkono rais wa Lebanon Joseph Aoun katika juhudi za kuwanyang'anya silaha Hezbollah. Akizungumza katika mkutano wa video na viongozi wa Ulaya, Sharaa alisema Syria imeimarisha ulinzi katika mipaka yake ili kuzuia mgogoro huo kuenea nchini humo. Kwa upande mwingine, Uturuki imetoa onyo kali kwa Iran baada ya kombora jingine la ballistic kuingia katika anga ya nchi hiyo. Rais wa Uturuki